Ya ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ninawasalimu tena nikiwatakia neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa ninataka kuendelesha sehemu ya pili ya somo hili ambalo nimeita ilinde hiyo amana. Ilinde hiyo amana. Hili ni somo la pili, na ninataka kuanzia hapo hapo ambao nilikuwa nikizungumzia katika waraka wake wa pili. Turudi waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo. Waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo, sura yake ya 6 mstari wa 20. Ninataka tuendeleshe hapo hapo. Anasema, Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo, ambayo wengine wakiikiri hiyo wameikosa imani. Wengine wakikiri hiyo ambayo wanaita elimu, lakini kumbe ni elimu ya uongo. Wengine wakiikiri hiyo elimu wamekosa imani. Lakini injili ya kweli inaumba imani. Ndiyo maana katika Mizali tumeona kwamba mwandishi wa Mizali sura yake ya 4 mstari wa 23 anasema, linda imani yako, linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa maana humo ndimo mnatoka chemchemu ya uzima. Linda imani yako. Sasa ukilinda imani yako, linda moyo wako. Unajua, ukilinda moyo wako ni kama unalinda imani, kwa sababu ni ndani ya moyo ndimo mna imani. Ukilinda kitu na unalinda mpaka na chombo kile kitu kimo ndani yake. Kwa nini tunalinda moyo wetu? Ni kwa sababu katika moyo wetu ndimo mna hiyo amana. Lakini sasa hiyo amana unaisikia kabisa, amana. Unajua hiki Kiswahili sasa hata kwa Kifaransa kwenyewe wanaita ni depo. Sasa hiyo depo yenyewe nayo kama ni depo lakini Bwana ni mwema kabisa. Unajua hiyo amana ambayo mtume pale alikuwa akizungumzia ni hiyo tu injili. Ni injili ya kweli, injili ya Bwana Yesu. Tena hiyo amana utailinda kwa Roho Mtakatifu, kama vile tulivyoongea katika sehemu ya kwanza ya hili somo. Utailinda kwa Roho Mtakatifu. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ulinde hiyo amana kwa Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Yaani tukimsikiliza Roho Mtakatifu, tukiishi kwa kumtii Roho Mtakatifu, tutalinda hiyo injili ndani yetu. Na jambo la pili ambalo tunaweza kulifanya ili tulinde hiyo amana ni kujiepusha na maneno yasiyokuwa ya dini, yaani maneno yasiyokuwa ya kimungu, maneno ya kutungatunga, imani za kutunga. Nimewapatia mfano wa wale watu ambao wanafundisha imani yenye inatokana ama inalingana na tamaa zako mwenyewe. Ukitaka gari, basi unamwomba Mungu, Mungu, ninataka gari ya kufanana hivi, ninataka gari ya bei. Yaani ukiona gari nzuri inapita, unasema Mungu, hiyo nataka hii, nipe hii. Sa huyu Mungu, jamani, Mungu gani huyu ambaye tunamtumia kama chombo? Huyu mtumishi wetu. Sasa Mungu ndiye anageuka mtumishi, alafu sisi tunakuwa mabwana. Najua mtumishi ndiyo naomba, leta hiki, kwenda huko, naenda, rudi, anarudi. Sasa Mungu naye tumemfanya kama mtumishi kabisa. Fanya hiki, anafanya. Sasa hiki kitu ambacho tunaongea kia kujilinda ama kujiepusha na maneno yasiyo ya kweli ni kitu cha maana sana. Alafu tunakwenda kusoma katika waraka wa pili. Tunakwenda kusoma katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo, sura yake ya 2
mstari wa 16. Waraka wa pili wa Mtume Paulo, sura yake ya 2, mstari wa 16, 17, 18. Anasema, jiepushe na maneno yasiyo na maana, ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu, na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo Humenayo na Fileto, walioikosa ile kweli, wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Unasikia ndugu yangu, jinsi unavyoweza kuipindua imani yako wakati wowote ule unatega sikio maneno yasiyokuwa ya kweli. Unaweza kuwa umeokoka kweli kabisa, una Roho Mtakatifu ndani yako, lakini kwa bahati mbaya umefunzwa na mwalimu ambaye anajidai kuwa na elimu ya uongo, mtu ambaye hana ufunuo wa Injili, mtu ambaye hajui hata kutofautisha sheria na neema. Ni kama kufundishwa na Musa. Unazaliwa na neema, halafu baba yako wa imani, sijui mwalimu wako anakuwa ni Musa. Yaani unafunzwa sheria huku ukiwa umezaliwa na neema. Sasa utakuwaje ndugu yangu? Biblia inasema jiepushe na maneno yasiyo na maana, ambayo si ya dini, yaani si ya Mungu kabisa. Unajua, maneno ya Mungu tayatambua kwa hali ya kukubali kutoa maisha. Neno la Mungu linakuja likikwambia ya kwamba hakuna kizuri ndani yako. Wewe toa maisha yako kwa Bwana ili akutengeneze atakavyo yeye. Na mtu aliye na moyo, mtu aliyeipokea Injili, mtu aliyesikia sauti ya Mungu ndani yake, anaongea kama huyu Daudi. Unajua, Daudi alipomwomba Mungu hakumwambia Mungu, Mungu tengeneza huyu moyo wangu, pakae sijui mafuta. Anasema niumbie moyo mpya, moyo safi. Yaani Mungu akutengeneze upya, sio kuwekaweka sijui sio kupachikapachika mambo. Wewe ondoka, toka. Yaani Injili nakuja ikikuonyesha jinsi wewe unapasha kutoka. Halafu Mungu ndiye anatawala, Mungu ndiye anaongoza. Kubali kutoa maisha yako. Napenda sana Bwana Yesu alikuwa akiwaambia watu waziwazi, sema mtu akitaka kunifuata mimi, ajikane kwanza mwenyewe, haikane nafsi yake. Kwa maana mtu atakayetaka kuokoa nafsi yake ataiangamiza, lakini atakayekubali kuiangamiza kwa ajili yangu, huyo ndiye ataipata. Sasa jamani, Injili ya Mungu inakudai maisha yako, inakuomba kujitoa, kujitoa kwa Mungu, kujiachilia katika mikono yake. Halafu yeye mwenyewe ndiye ajue jinsi ya kukufanya, ajue kukupangia anavyotaka yeye, hapana wewe. Hii ndiyo Injili. Sasa maneno yasiyokuwa ya dini yatakwambia, lakini nikiongea dini, nikisema dini hapa namaanisha hii dini anayoisema Mtume Paulo, sio hizi dini zetu za kisasa. Hii miradi ambayo inaitwa kanisa, kumini madini ya watu tu, watu wanajitengenezea njia ya biashara. Mimi naongea kanisa, naongea imani ya kweli. Maneno yasiyokuwa ya Injili, maneno yasiyotokana na Injili ya kweli, maneno yasiyotokana na uongozi wa Roho, yasiyotokana na ufunuo wa Kristo, hayo sio maneno ya kutega sikio. Kwa maana ukiyatega sikio hayo, yatakuharibishia imani.
Unajua watu hao maneno kama hayo yanapindua imani ya walio wengi wanaoyasikiliza. Watu wanajidai kuwa na ufunuo. Unajua wakina Himenayo na Fileto, hawa walijidai kuwa na ufunuo. Walikuwa wamemwamini Bwana Yesu, walikuwa wanashiriki katika kanisa la kwanza, kanisa la mitume, lakini sasa ikafika wakati wakasikia injili ya tano. Unajua injili ya tano ni kinyume ya Biblia. Alafu wakajizani kuwa wanafunuliwa, kwa sababu huenda wamesoma waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura yake ya 2, mahali ambapo anaonyesha jinsi gani tulikufa na kufufuka pamoja na Kristo, alafu tukaketishwa pamoja na yeye katika ufalme wa mbinguni huko juu. Yani wakasikia kwamba tumefufuka pamoja na Kristo, wakasema basi kumbe hakuna kiama ya wafu tena, si tayari tumekwisha kufufuka. Sasa wakaanza kusambaza hiyo injili. Jamani, Biblia inasema hata wakapindua imani za walio wengi. Kwa maana si wanakuonyesha maandiko, si wanakuambia kwamba tumefufuka pamoja na Kristo, sasa tutafufuka tena namna gani? Mbone huyu mwili ni wa kuangamia. Sisi tayari tumefufuka, tuko mbinguni, sasa tutafufuka mara pili. Si hata wewe mwenyewe unaweza anza kuchanganikiwa unaposikia hiyo injili. Lakini Biblia inasema ili tupate kuilinda hiyo amana iliyo ndani yetu, inabidi tujiepushe na maneno yasiyokuwa ya dini, maneno yasiyokuwa ya kweli, maneno yasiyotokana na injili. Tujiepushe na maneno yasiyo ya maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Unajua watu wengi wala sio vigumu kuwatambua. Unajua kuna wahubiri wengi ambao tumeona zamani tungali vijana, tungali tunaokoka, yani hatuyajua maneno mengi. Mchungaji Kinami hapa ananisikiliza vizuri kabisa. Hapa ananisikiliza vizuri kwa maana ni shahidi. Tulikuwa na yeye kwenye kanisa moja huko Kalemi Kamkolobondo. Mtumishi wa Mungu kutoka Mbujimai. Alitubabaisha huyu. Tulitengeneza mikutano yake, yani kumtangaza kipaza sauti. Mimi mwenyewe ni kipaza. Leteni wagonjwa, hata wafu muwalete, watafufuka. Mtumishi wa Mungu kutoka Mbujimai. Mtumishi wa Mungu kweli. Jamani, wala neno la Mungu hamna ndani yake. Kwa natisha tu kuonyesha kama ana roho, lakini hamna kitu. Alikuwa anakaa hapo kwa mchungaji, kuja kusikia ushuhuda wake. Wakina dada wamepata cha mtemakuni hapo. Yani watu kama hawa wana maneno yasiyokuwa ya kweli. Wataendelea zaidi katika maovu. Nimesikia mke wa mchungaji ananiita, mchungaji, nilikuwa ningali bado mhubiri tu, tena nafikiri ni mimi ambaye nilikuwa ninasimamia hiyo huduma ya evangelization ama injili ya unjilisti katika hilo kanisa tulilokuwa ndani. Nikasikia mama mchungaji ananiita, njoo huku, naona mambo huku. Kumbi mtumishi wa Mungu ameondoka katika chumba chake walipomwandalia mahala alikuwa analala, akatoa mpaka na kitanda akakipeleka kwenye chumba cha maombi. Alafu ikuwa naombea wakina dada, akiwa analala machali kwenye kitanda. Kina dada naye anapiga magoti mbele ya kitanda hapo, kichwa chake kinalala kwenye tumbo ya mtumishi. Jamani. Mke wa mchungaji aliona, kasikia kama wazimi na panda ndani yake, njoo kuniita haraka, njoo huku, atoe kitanda hicho huko kwenye chumba cha maombi. Kaambia mtumishi, sasa mambo gani unakuja kuvuruga mambo hapa?
Jamani, watumishi, jamani, tuangalie vizuri, tuangalie vizuri. Sasa Biblia inasema ujiepushe na maneno yasiyo na maana. Unaweza kuwa kabisa umeokoka yako huko msichana au huko mvulana, hata mtu mzima tu umeokoka, unapenda Mungu, lakini unakuja kupambana na mtu ambaye anaitwa ni mtumishi, lakini maneno yake ni maneno ya ujanja ujanja, hamna roho ndani, hamna ufunuo. Alafu huyo anakupeleka, huenda naweza kupiga unabii hapo na kutishatisha, unasema mtu wa Mungu kabisa, kumbe ni mjanja mkorofi, anatafuta ukorofea. Basi kwa kulinda amana inabidi tujiepushe na maneno yasiyo na maana, maneno yale ambayo yanaweza kuipindua imani yetu. Na tukiendelea katika somo hili, tutasoma andiko lingine. Ninataka tusome andiko lingine katika Luka sura yake ya 8. Luka sura ya 8 mstari wa 18. Hapa ni Bwana Yesu anasema, jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiyekuwa na kitu atanyanganywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Eti jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo. Najua ndugu yangu, kusikia sikia, unatega masikio, kwa sababu najua imani inakuja kwa kusikia. Sasa pamoja na kulisikia neno la Mungu, pamoja na kusikia Injili, imani kaumbika ndani yako. Lakini badala ya kutunza ama badala ya kulinda hiyo amana, wewe ukaendelea kusikia maneno mengine, maneno yasiyokuwa na maana. Hayo maneno ambayo unaendelea kusikia yanakwenda kuharibisha imani yako. Hayo maneno ni ya kwenda kupindua hiyo imani. Kwa maana si ajabu utakutana baada ya mwaka moja au miaka miwili, utaanza kukiri mambo mengine tofauti na yale ambayo ulikuwa unakiri hapo mbeleni. Hii nakwambia ni kweli ndugu yangu. Bwana Yesu alijua haya, ndio maana akasema, akawaambia wanafunzi wake, jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyanganywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. Mwenye kitu atapewa. Kitu gani isipokuwa ni hilo neno, hiyo amana ambayo imewekwa ndani yako? Linda sana moyo wako, weka kufuli kwa moyo wako, usiingize kitu kigeni katika moyo wako, kwa maana hapo ndipo mambo ya uzima yanatokea. Uzima, chemchemu ya uzima ni katika moyo wako. Neno la Mungu, hiyo Injili ambayo Mtume Paulo kaiita amana, hiyo amana iko ndani yako. Inabidi uilinde kwa Roho wako Mtakatifu aliye ndani yako. Huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yako, huyo ndiye utajisaidia na yeye, ama utajitegemeza kwake, ili kwamba akulindie ama akupatie uwezo wa kulinda hiyo amana iliyo ndani yako. Lakini pia ni uamuzi wako kutokusikia maneno mengine yasiyokuwa ya kimungu, kwa sababu yale unayoyasikiliza na ndiyo yanayokuumbia imani, na ikiwa ni imani ya kigeni, basi kumbuka inakwenda kupindua hiyo imani ya kweli iliyokuwa ndani yako. Ni rahisi sana kupoteza kitu ulicho nacho ukizubaa, kwa sababu shetani yeye halali.
Shetani Biblia inasema anazunguka zunguka kama simba ungurumaye akitafuta mtu ammeze. Unajua shetani hafurahia hiyo imani ya kweli. Unajua ndio maana tunakutana hata watumishi wa Mungu wengi wanajaribiwa kwa njia hiyo. Kwa kweli wamepokea injili ya kweli na hii injili imetenda kazi ndani yao, lakini kwa sababu ya kuzubaa, kwa sababu ya kusikiliza mambo mengine yasiyokuwa na maana, alafu hawa watu nao wakapokea mapokeo mengine ambayo yalikwenda kupindua hiyo imani yao. Unajua siku hizi nakwambia ni hatari, haswa kwetu sisi kama wachungaji. Mchungaji ambaye hana kanisa kubwa, kanisa lenye vifaa vyote, lenye kujengwa vizuri, huyu hana raha, hana amani ndani yake. Anajisikia kama hana Mungu, ama hana heshima, hakubaliki. Sasa haukubaliki namna gani ndugu yangu, na bado una amana ndani yako? Nakwambia ni rahisi sana, kwa sababu adui shetani anaweza kapitia watu, anapitia watu wengine, lakini haswa ile asili yako wewe, ule utu wako wa kale, mawazo yako. Ukipita hapa unaona huyu sasa, si mimi ndio nimemwombea kwanza uchungaji huyu, si mimi ndio nimebarikiwa hata harusi yake, mimi si mchungaji wa zamani kabisa. Sasa mbona yeye amekwisha kuwa mtume, amekuwa aposto, tena ni dokta, tena na kanisa kubwa ya watu maelfu, mbona sasa mimi sina watu? Alafu ukianza kufikiri hayo, nakwambia ndugu yangu, hiyo imani yako inaanza ingiliwa na adui. Imani hiyo itapinduka, alafu na wewe utaanza kutumia mbinu za ujanja ili kwamba na wewe upate sehemu ya watu. Ndugu yangu, utosheke na hao ambao umepewa na Bwana. Kama wewe kweli ni mchungaji ambao umeitwa na Mungu kweli, Mungu amekuita. Sasa huyu aliyekuita si ndiye anajua anachokuitia wewe, na si ndiye anajua mahali ambapo atakuweka, si ndiye atakuonyesha cha kufanya? Kwa nini kubabaika? Hauna maana ya kubabaika. Acha Mungu awe Mungu. Wewe uwe tu mwaminifu, umtii yeye, tembea tu sawa sana mapenzi yake. Shida iko wapi? Kama amekupatia watu 10 halafu ukawalinda hawa. Unajua Bwana Yesu kwa miaka 3.5 alikaa pamoja na wanafunzi wake 12. Sala yake ya mwisho akamwambia, Baba, nimewalinda hawa ambao umenipatia, na hakupotea hata mmoja isipokuwa yule mwana wa upotevu. Yaani wale 12, 11 Yesu amewalinda mpaka dakika ya mwisho. Sasa wewe ni nani ambaye unajisikia unajisikia vibaya kwa sababu una washirika wachache kanisani? Je, una 11 kwa miaka 3.5 ama una zaidi ya hao? Mbone Bwana Yesu ametosheka, na yeye ndiye Mungu. Ametosheka na hawa 11 ambaye aliwatunza, akawapatia chakula cha kiroho, akawatengeneza mpaka akawaachia huduma ya kuisambaza injili ulimwenguni kote. Kwa nini kusikia maneno mengine ya kuukatisha tamaa? Usome Biblia uangalie. Yeye mwenyewe anasema 2 ama 3 wanapokusanyika kwa ajili yangu, na mimi niko pamoja na wao, niko katikati yao. Hasa kama anasema 2 ama 3, je, alisahau kama hilo kanisa la watu 10,000 litakuwepo? wa 30,000. Yaani watu wanajenga makanisa jamani. Naona kwa YouTube Nigeria huko kuna makanisa. Sijui South Africa huko makanisa.
Sijui huku kwetu ndiko kuna makanisa madogo madogo, lakini katika nchi zingine kabisa nimeona makanisa, yaani nakutana mlima mzima ni wa kanisa, watu maelfu na maelfu wanajaa humo. Sikiliza sasa injili inayohubiriwa hapo, utasikia mpaka na haya. Sasa najiuliza, jamani, faida gani kuwa na umati wa watu kama hawa, jengo kubwa kama hili, utajiri kama huu lakini hamna neno la uzima, hamna injili, kanisa halina injili. Sasa tuliite kanisa ama tuliite soko, tuliite nini? Lakini basi ni kanisa. Si mchungaji, si kuna mtumishi hapo, kazi kuangusha tu watu, miujiza, fire. Ukisikia unabii naona mwanamke mmoja hapa amefarakana na mume wake usiku, akuje kwanza huku mbele nimwombee. Mwingine wamemwibia mali yake, lakini Bwana anasema sasa huyu bwana kuangalia mifukoni mwa watu, huyu bwana yani wengine unahitaji ya visa, nataka kwenda Marekani. Sasa mtu mwenyewe wala kuokoka haokoki, lakini ametabiriwa visa kwenda Marekani. Kufanya nini? Mungu gani huyo? Lakini watu wanajaa kabisa, kanisa linajaa watu, kini injili hamna. Sasa ndio maana ndugu yangu ninakwambia, popote ulipo, ukilisikiliza hili neno la Mungu na kuhakikisha kabisa kama hii ni injili ya Bwana Yesu, basi ipokee na kuizingatia, ilinde katika moyo wako, usiichanganye na mambo mengine, kwa sababu hapo unaweza ukapindukiwa. Imani yako inaweza kapinduka kabisa, unageuka mtu duni, mtu wa kidunia kabisa. Hebu nikimalizia, acha nisome Tito sura yake ya waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura yake ya 3 mstari wa 9. Waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura yake ya 3 mstari wa 9, anasema, lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo, na nasaba na magomvi na mashindano ya sheria. Jamani, anasema lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo, na nasaba na magomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida, tena hayana maana. Unasikia ndugu yangu, kama umepokea injili ya kweli, jiepushe na maswala, jiepushe na maneno yasiyokuwa ya kimungu, maneno ya upuuzi, maneno ya ovyo. Jiepushe na maswali ya upuuzi, ujiepushe nayo kabisa hayo, kwa maana hayo yatakuletea tu ni ugomvi. Kwa Kifaransa wanasema évite les discussions folles. Unajua kuna maneno ya wazimu, yani maneno ya upuuzi siku hizi kweli. Hata kanisani mwetu ninagombana na watu ambao wanakwenda wanaokotesha hizo imani. Unajua Biblia ikisema mti maana yake ni hivi, ikisema maji maana yake ni hivi, ikisema ubatizo maana yake, yani watu wanaletaleta mambo mpaka na injili yenyewe inachanganyika. Sasa nawambia hao wandugu, sasa hayo maneno yote unayoyasema yatakusaidia nini? Ukijua haya maji aliyobatizwa ndani huyu na unajua huyu Naamani alipelekwa kwenye mto. Sasa hiyo maji, hicho kisima alibatiziwa ndani, unajua maana yake. Sikia sasa, utajua maana yake. Maana yake nini?
Unaona, kuna maneno mengine ni ya ugomvi tu, ya kuleta mabishano, mashindano ya sheria, sionje usiguse. Unajua hauwezi kuona Mungu kama unagusa hivi, unavaa hivi, sijui unachanua hivi yani mambo eti kwa kuwa hayo hayana faida tena, hayana maana. Jitenge na mambo hayo. Basi ukijua amana iliyo ndani yako, hiyo ni amana ambayo inabidi wewe uitunze. Kumbuka ni maneno mawili utatumia: Roho Mtakatifu aliye ndani yako, lakini pia utafunga masikio yako kutega sikio maneno yasiyokuwa na maana, kwa maana imani inakuja kwa kusikia. Hasa ukasikia mambo ovyo, basi na wewe hiyo imani yako itapindukia. Utajikuta na wewe unaanza kuongea mambo mengine ambayo wala sio injili ya Bwana Yesu. Ni mambo ambayo hawayana nguvu ya kuokoa. Unakutana mtu anayeyaongea hayo ni mtu ambayo maovu yanamutesa. Ni muovu mpaka kwenye kinywa. Yani kuna mmoja nilikuwa nafuata kwenye YouTube, anaitwa Mtume, alafu amefarakana na mke wake. Hivi wako kwenye process ya divorce. Wanataka kutengana na mke wake, alafu anajitetea kwenye YouTube. Alafu watu wanamkemea na yeye anawatukana hadharani, kuwatukana kwa mama yao. Yani nasikiliza na sasa, huyu mtu jamani anaitwa Mtume, lakini wala kinywa chake hakiokoki. Jamani, Bwana tusaidie sana, tusicheze na hii injili ambayo tuko tunapokea. Hii ni injili ya kweli kabisa, inaweza kukusaidia katika maisha yako. Injili inaweza kukuokoa. Injili inaweza kukugeuzia maisha na kufanya kiumbe kipya. Unafanywa mwana wa Mungu, unageuka murithi wa ufalme wa Mungu kwa sababu ya hii injili. Ni utajiri mkubwa, utajiri mkubwa. Ndio maana Yesu kasema, linda sana ulicho nacho, ukishike sana, asije mtu akalitoa hitaji lako. Linda hiyo amana, jiepushe na mambo ya ovyo. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Bwana wabariki ndugu zangu wapendwa, ninaishia hapo. Bwana kitujalia tutaongea wakati mwingine.